huduma ya ukombozi na uponyaji. Homina Hosanna Ministry of All Nations, kutoka kwa Mtume G.K. Mwansasu. Tunda la Roho. Tunda la Roho. Upendo ni maisha, watu wa Mungu. Amina. Na maisha ni upendo. Watu wa Mungu, dunia ilivyo ni pana sana. 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 Lakini dunia ni pana ni kwa sababu watu wanataka kuishi mwilini. Tukiweza kuishi rohoni, kila mtu kwa nafasi yako utajihukumu. Yule mwanamke kahaba alivyokutwa na zini kwa mila na desturi ya Kiyahudi, ilikuwa inasema lazima apigwe mawe mpaka kufa. Akakutwa na zini yule mwanamke, akachukuliwa akapelekwa mbele zake Yesu. Nani waliompeleka yule mwanamke? Kwa mila na desturi ya Kiyahudi, mwanamke alikuwa haruhusiwi kusimama popote na kusema chochote na akifanya chochote. Kwa hiyo tunajifunza waliomkamata yule mwanamke na kumpeleka mbele zake Yesu ni wanaume. Wakampeleka na kumshtaki kwamba kwa mila na desturi ya Musa ya Kiyahudi, mwanamke yote akikutwa na zini lazima pigwe na mawe mpaka kufa. Mwanamke. Lakini zina, je, inafanyika na mwanamke kwa mwanamke au mwanamke na mwanaume? Mila na desturi. Tunaona mwanamke huyu alipelekwa peke yake. Aliyekuwa na zini naye alikuwa wapi? Mila na desturi inazuia mwanaume akikutwa anazini, montali obrigado. Majamaa wanasema kidume hicho. Kwa mwanaume yeye dhambi ni kidume. Kuna siku mtanielewa. Nimetumwa kulikomboa kanisa. Namfundisha mwanamke wa rohoni, sio wa kimwili. Mwanamke wa kimwili huna haki ya kusimama popote. Kwa sababu ya nini? Ya mila na desturi. Kuna siku mtanielewa. Ujumbe nilionao leo ni kwa sababu jamii inazungukwa na mila na desturi. Watasema mengi sana kuhusu ujumbe wa leo. Neno la Mungu linasema, mwache Mungu akutetee, yeye ndiye mtetezi wa wanyonge. Mwache Mungu akutetee. Ondoka mwilini. Wewe kama wewe huwezi ukajitetea. Wewe ni mwanamke wa kimila, wa mila na desturi. Huwezi ukajitetea wewe. Mimi nakwambia. Mimi nakwambia. Mimi nakwambia. Neno la Mungu linasema, mwache Mungu akutetee. Watu wa Mungu peke yetu hatuwezi. Mila na desturi zinatufunga. Yesu Kristo wa urejeo anasema nila yake ni nyepesi. Kaa kwake. Kaa kwake. Maana yake ondoka kwenye mila na nini? Na desturi. Hutafungwa na hayo maisha unayoyaishi.
Leo mnaona na mtume anasema kasuke na nywele. Je, leteni basiara. Leteni basiara je wanawake. Hivi. Haya. Napigwa na tu picha chwa. Nila ya Kristo wa urejeo ni nyepesi. Kumbuka, Kristo ameshindwa kudhihirika kwa sababu ya mila na desturi. Mimi kama mtume nimetumwa kushughulikia mila na desturi. Afrika, watu weusi ni maskini ni kwa sababu wanafungwa na mila na desturi. Niliambiwa nije nikuondoe kwenye madhabahu za ukoo wako, upande wa baba yako, upande wa mama yako, upande wa mme wako, upande wa mkeo. Mmesikia wenyewe hapa, mme anasema nikiona umerudi Homina chapa raba kijijini wewe. Ana haki huyo kukurudisha kijijini, alikutolea mahari. Mila na desturi. Si ulikubali? Haleluya, 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 mwana Yesu, haleluya. Unarudi kijijini wewe. Mila na desturi. Zikatae mtoto wa kike. Fuate Kristo. Nila yake ni nyepesi. Umekutwa unazini, ulikuwa peke yako. Tunakamata wote. Zambia haichagui. Haichagui. Kwa tukiwa peke yetu wanawake bila Kristo, usitegemee. Hili ni neno. Mwache Mungu akutetee. Yeye ndiye mtetezi wa wanyonge. Wewe mwanamke katika mila na desturi ni mnyonge, huna haki wewe. Ajua asili ya Wanyakyusa chochote utasikia taa. Yaani Wanyakyusa walivyo, yaani popote wanapoongea wanaume, wewe mwanamke taa. Yaani amina. Iwe wote mtalala, mtapigwa viboko hapa. Amina. Kwa lolote linalokupata kwenye maisha kama jamii, mwanaume, mwanamke, ili uweze kusimama katika hii dunia iliyobeba mila na desturi, lazima Yesu ambaye ni Kristo wa urejeo hawe katikati yako. Nje hapo wewe kuisha. Simeona makanisa huko, kijwa na unywele huo wanachukua mkasi. Leta masiara, shenzi sana wewe. Katwa upara. Tazwedia biyo mwanamke mzima uliyeumbwa kwa urembo malikia. Malaika na Mungu narudi na lupara, liupara. Si mnaonaga wa Masai na viupara wanawake wali. Makanisa yamebeba mila na nini? Na desturi. Sisemi mtembee uchi. Sisemi. Lakini kama umefanya tohara ya rohoni mwako, we mwenyewe utajitunza. Ndio maana ya nila ya kwake Yesu wa urejeo ni nyepesi. Lakini nalofundisha na Mungu alionituma nikwambie wewe, kama wewe kujitetea peke yako uwezi. Tufanye nini wanawake? Tumkimbilie Kristo. Pona ya mwanamke ni kwa ndani ya Kristo. Nje ya Kristo mwanamke ni shughuli. Mejaa mapengo wanawake, ni vipigo vya majumbani. Pigo. Ndio maana hata maisha ya kimwili serikali imeleta madawati huko ya jinsia. Haya mwanaume ya kimila mnaoyaona na desturi haya, acha hayana mchezo. Kwani uongo watu wa Mungu? Mnabutuliwa,
Neno la Mungu linasema mwache Mungu akutetee. Mwanamke, huna haki ndani ya mila na desturi. Hata ungesimama upewi nafasi. Yule mwanamke alivyopelekwa mbele yake Yesu akishtakiwa kulingana na mila na desturi ya Kiyahudi kwamba akikutwa anazini anapigwa mawe mpaka kufa. Yesu alisema mimi turudi kwenye ibada zetu za ndani. Kwa sababu wewe mwanamke chini ya jua na wewe mwanaume wa kimwili chini ya jua mlitokana na udongo. Akaa anachora udongoni. Tuone kila mmoja hapo haki anayo nani. Kumbe mzee mmoja jana aliamkia kwa mjane. Yeye mwenyewe mzee mwingine alifumaniwa juzi. Ujumbe wa leo unavyosema kwamba mwache Mungu akutetee, nataka niwaambie wanawake, mkumbatie Kristo. Mwanamke bila Yesu ambaye ni Kristo wa urejeo, maisha yako ni mabaya sana. Kwa nini maisha ya mwanamke ni mabaya? Mila na desturi. Ujumbe wa leo pia unasema hivi: uongo huwa unawahi kuliko ukweli. Walikuwa wa kwanza wale kufika mbele zake Yesu. Amezini, amezini huyu amezini. Watu wa Mungu, maisha tunayoishi chini ya jua yaliyojaa hila na mila na desturi ndani ya mwanadamu, uongo mara nyingi huwa unawahi kuliko ukweli. Kuwahi ni nini na kuchelewa ni nini? Kuna watu wako hapa ambao hawataki kubadilika. Chochote wanachokisikia mahali hapa wanatamani hii ibada iishe mapema, hawaishe huko. Hawaishe huko. Lakini yale ambayo ni ya kweli yenye neema ndani ya Kristo na uokovu wake, watu wa Mungu, tunajifunza tu chini ya jua. Kitenda lilo jema, watu hawana muda la uongo. Kuna mtu mmoja hivi alisema hivi: wakati ukweli umeinama chini unafunga kamba za viatu, manake maandalio ya kuondoka, maandalio ya kuruhusu kitu. Uongo unakuwa tayari umeshafika nzenge. Ukweli unafunga kiatu hapo, unajiandaa kuondoka. Maana yake kujiandaa kuondoka ni kwamba ili niliseme, ili ni dhambi au si dhambi, manake kutafakari. Lakini uongo wenyewe tayari upo nzenge. Sijui ulitembea pekwa hujafunga viatu. Ukweli unafunga kamba za viatu ili uondoke, uongo lisharudi hapa. Kule kijiji kizima wana taarifa za ibada. Mara nyingi ukweli unachelewa kuwafikia watu. Matendo mema ya Mwansasu ya hii madhabahu, kwani yapo wapi?
Kwa hiyo asili ya mwanadamu wa kimila, aliyebebwa na mila na desturi katika maisha ya kimwili, mara nyingi taarifa anazobeba zenye ukweli haziwafikii jamii mapema, ila taarifa za uongo na zinasambaa mapema. Unanunuliwa na soda, kaa vizuri hapa, kupe ubuyu. Mila na desturi ni maisha hayo ya mila na desturi, ni maisha ya kimwili yanayosimamiwa na shetani. Napenda sana kutumia neno roho ya Kiyahudi. Hapa kanisa lipofika ni roho ya Kiyahudi. Mimi nilikuwa na babangu mkubwa alikuwa dini X. Ile dini X inabeba mila na desturi za Kiyahudi. Ana maandalio mazuri sana ya ibada sana, yanafuata mila na nini na desturi, torati za Wayahudi, kanuni, sheria za Kiyahudi. Ni babangu mkubwa huyu. Alikuwa msabato, nguruwe alikuwa hali, lakini wake alikuwa nao 15. Kuna siku mtanielewa. Mimi napenda kufundisha kitu nilichokiishi. Mimi mwenyewe nilikuwa msabato. Mimi ndo mwanzo wa kusali kwangu. Lakini huyo babangu mkubwa, mwenye torati, mwenye mila, desturi na kanuni za Kiyahudi za kushika sabato, shughuli ilikuwepo. Familia yake imesambaratika, hajaye kutokea. Wake 15, usilete masiara. Na hadi anakufa hana mke hata mmoja, wote waliachana. Mila na desturi kwa mwanaume aliyebeba roho ya Kiyahudi, yeye inamfanya aishi hivyo. Nasema hivi, mtu mmoja alisema, wakati ukweli unafunga viatu ili uondoke, uongo huwa tayari umesha kwenda na kurudi. Kinachosambaa zaidi ni kitu cha uongo. Cha ukweli kinachelewa, ndo lugha rahisi. Kwa hiyo ili tukiwa ndani ya Kristo, kazi yetu moja wapo iliyo njema ni kupeleka yaliyo mema. Ya uongo tu yaache. Kuna siku mtanielewa. Yusufu sio wewe, mwana wa Israeli, sio Israeli nchi, mwana wa Yakobo. Alisingiziwa kwamba Yusufu amembaka mke wa mfalme. Yaani baadaye alisambaje kutokea. Na lengo ya yale maneno kusambaa ni kusudi kuua hatima ya wewe ambaye ni mhusika kwa huo wakati.
Ile taarifa ilikuwa ya uongo. Ya uongo. Mke wa mfalme alikuwa anamtaka Yusufu kimahusiano. Yusufu akahataki kwa sababu ya imani ya Mungu wake. Yule mama akasema nitakukomoa. Yule mama akamwambia kama hutaki kuonyesha mahusiano ya kingono kati ya wewe na mimi, nitakukomoa. Yule mama akavua nguo, akachana nguo, akaanza kuita, ananibaka, ananibaka. Yusufu akiwa utumwani, tunamwona Yusufu akaja kuwa waziri mkuu. Sijui mke wa Potifa alisema nini. Na wale wote ambao waliweza kumfukuza na kumchukia Yusufu, baadaye walienda kwenye ile ofisi, njaa imewabana. Anayetakiwa kuwapa ni nani? Ndio yule mchungaji. Kwa hiyo watu wa Mungu, uongo mara nyingi unasambaa zaidi kuliko ukweli. Hayo hata Yesu Kristo mwenyewe yalimpata. Utakuwa wewe mwenzazo. Mtume wa karne ya 21. Yeah. Walisema mengi kwa Yesu. Alihukumiwa kwa uongo. Kwa uongo. Kwa uongo. Hukumu ya Yesu pale msalabani haikuwa ya kweli, uongo mtupu. Ulisambaa kila kijiji na kila eneo. Lakini alikataa kujitetea. Alimwachia Mungu. Alisema Baba uwasamehe, hawajui watendalo. Mtu wa Mungu huwezi ukajitetea. Hasa wewe mwanamke wa mila na desturi. Hebu mpe Mungu nafasi. Mimi nimetumwa niseme leo, sijajua. Mpe Mungu nafasi akutetee. Wewe peke yako uwezi. Kwa nini? Mwanaume wa asili wa mila na desturi. Hata ungepiga magoti ungegaragara, pa mume wangu, sivyo, ni waongo, haiwezekani, mbu toka. Mwambia ujui utendalo. Pale unapotamka kwamba ujui utendalo, manake kujitetea uwezo. Unamwachia nani? Mungu. Mungu ndio mwenye jawabu. Binti, kama atakurudisha nyumbani, wewe rudi. Kuna kitu kinaenda kumpata. Kuna kitu kinaenda kutokea. Mathayo 27:54. Yesu alisema Baba uwasamehe. Hakusema jamani, mimi sikusema. Mimi sikusema. Kwa chochote kinachokutokea kwenye maisha yako, hasa wewe mwanamke wa kimila na desturi, mwachie Kristo. Wanaume wa kimila ni hatari. Wamebeba miungu, wamebeba nguvu ya shetani. Neno la Mungu linasema, mwache Mungu akutetee. Yeye ndiye mtetezi wa wanyonge. Mathayo 27. Mathayo 27 mstari wa 54.
Basi yule afisa wa hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu, walipoliona tetemeko la ardhi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana. Wakasema, hakika huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Mwache Mungu akutetee. Mwache Mungu siku zote, ewe mwanamke. Mwache Mungu, mpe nafasi Mungu akutetee. Hao wanaume wa kimila, tajitahidi kabisa tumuite na mtume mwenza, ndo atasema we. Kuna mmoja hapa, mwanangu mmoja, mme wake ananitumiaga message, utasikia muondoe mke wangu hapa, nilimtolea mahali mimi. Nikajaribu kusema naombeni wote mje tukae. Wewe ukuweko, huyo ni mtu mzima huyo, sitaki kumuona kwenye madhabahu yako. Mwanangu, kama upo hapa, mwachie Kristo akutetee. Message ndefu. Masingizio tu. Wajua wanaume wa Kiyahudi hawa wana wivu sana. Hawa wanapenda nyinyi msipendeze. Wajua wanaume wa kimila desturi waliowaoa, unapochakaa yeye ndo anasema safi. Ukipendeza tu ukipendeza tu mambo yanaanza kuinuka. Na wanaume kanisani huko. Mwanamke wa kimila na desturi atakaye kutetea ni Yesu wa urejeo wa Mwansasu peke yake. Nasema kweli, kuna siku mtanikumbuka. Yaani mwanangu anitia huruma. Ile message nikisoma huwa anacheka. Anatelekeza watoto, chakula anipikie, yeye anashinda kwako tu, ni kusali tu. Penye hapa tunashindaga tunasali tu kila siku. Lakini lilivyo linafiki hilo li mwanaume, akirudi mke wake wakiwa wote, kaka hani sasa mimi nikimuuliza mwanangu, wewe mbona kuna hivi? Akamwambia, baba, mbona ndo nayasikia kwako? Kwani namba sio ya mmeo? Ni ya mme wangu. Haya maana yaliyoandikwa. Wivu, mila na desturi. Huyo babangu msabato mkubwa, mama zetu walipata tabu sana. Wanapoondoka kwenda sokoni au wanaenda kijiji fulani, anafuata nyuma, wakigeuka anajificha. Akiona pana kamsitu anapanda kwenye mti, anachungulia wamesimama na mwanaume gani. Mila na desturi. Ewe mwanamke, wanaume wengi wamebeba roho ya Kiyahudi. Kanisa hadi leo lilipofikia limeshindwa udhihirisho, ni kwa sababu ya hilo. Watu wa Mungu, karne ya 21, wa kututetea ni Kristo. Peke yetu hatuwezi. Yesu mwenyewe alishindwa hapa. Simesoma hiyo Mathayo 27. Alisamehe. Mbeleni, ewe mwanangu, huyo mmeo atashuhudia. Kwa sababu yule roho wa kweli wa Mungu aliyemfufua Kristo, aliyemtetea Yesu pale msalabani, hadi wale wakaamini kwamba kweli ni mwana wa Mungu, kuna siku atakuita, mke wangu, ni kweli wokovu wako una faida.
Nijaribu hata kumhoji, hivi mkeo mwanzo alikuwa hivi? Nikamwambia mimi nimesema. Nilimtolea mahali huyo. Mwanangu, kama huko hapa, hebu vumilia. Mwache Mungu akutetee. Kaa kimya ukifika nyumbani. Yeye ndiye mtetezi wa maisha yetu. Watu wa Mungu, uongo huwa unawahi kuliko ukweli. Naamini hizo message na hayo maneno lazima hilo lijamaa likikaa kijiweni limesambaza sana hayo mabaya. Lakini mazuri ya mke wake limekaa kimya tu. Mimi naamini huyo binti yangu ana mazuri mengi kwenye hiyo ndoa. Kuna mabadiliko makubwa. Lakini jamaa hatambui. Wakati ukweli unafunga viatu ili uondoke, uongo tayari ulishafika kwa mtume. Uongo tayari ulishafika. Neno la Mungu linasema mwache Mungu akutetee. Yeye ndiye mtetezi wa wanyonge. Watu wa Mungu, sisi kama kanisa tuliokoka katika urejeo wa Yesu ambaye ni Kristo, pekee yetu hatuwezi. Tuna vita moja kubwa sana. Kwa chochote unachokiona unakipitia kiko mbele yako, wala usinyanyue mdomo wako, ingia magotini, mkabidhi Mungu. Kuna siku vitajitenga tu. Tunda la Roho. Tunda la Roho. Upendo ni maisha, watu wa Mungu, na maisha ni upendo. Yesu ambaye ni Kristo ameshindwa kudhihirika mpaka sasa. Mojawapo walioshiriki injili isiwe na matokeo ni wale wanafunzi 11 wa Yesu ambaye ni Kristo. Waliingiza mila na desturi. Mkitaka kuamini, wiki zima na wapa homework, kasomeni sana Wagalatia. Anzia Wagalatia 1 mpaka uimalize yote ile. Utajifunza kitu mara pale. Kuna vita moja kubwa ilitokea. Chanzo chake ni mila na nini? Mwambie jirani yako, shika neno. Shika neno. Mwambie tena, Shika neno. amina. Watu wa Mungu tusimame.